Ndugu wanahabari, kwa upande wa michipuo, ufaulu wetu tulikuwa na ufaulu wa 5.5, lakini kwa sasa tuna 11.3. Hii maana yake nini? Wanafunzi wanaofanya mitihani ya darasa la 7 na kupata ufaulu wa daraja la A na B umeongezeka, na ndio wanafunzi wetu hawa tunawataja hapa. Na ukifanya tathmini, asilimia hii 11 hawa wote huwa kawaida wanapata division 1 na 2 ya form 6. Kwa hivyo hawa wote wanakwenda vyuo vikuu. Ni mabadiliko karibu mara 2. Wakati Dr. Hussein anaingia madarakani tulikuwa na 5.5, sasa hivi 11.3. Ni karibuni mara 2 ya mafanikio. Lakini ukenda kwa upande wa kidato cha pili, ambapo hapa ndio tunatathmini utayari wa mtoto katika elimu ya O level. Hapa tulikuwa na ufaulu wa 76.8. Sasa hivi ndugu zangu ni 84.4. Tulikuwa nyote ni mashahidi, ilikuwa skuli za serikali wanafunzi wanaongoza kwa kupata F form 4. No, hapa nazungumzia form 2 samahani. Haidhuru matokeo haya hayatizamwi sana na jamii, lakini kwetu katika Wizara ya Elimu yana impact kubwa sana. Sasa hivi tunashukuru matokeo yameongezeka kutokana na uwekezaji mzuri katika sekta hii ya elimu. Lakini tukenda kidato cha 4, mitihani yetu ya form 4. Wakati Dr. Hussein anaingia madarakani, ufaulu ulikuwa ni 51.5. Yaani wanafunzi wanaofanya mitihani ya form 4 na kupata cheti ndio kufaulu, ilikuwa ni 51.5. Kwa sasa ndugu zangu ni 82%. Hii ni ya taifa, ni Unguja na Pemba, lakini kwa Pemba tuko 86%. Ukifanya tathmini kwa Pemba peke yake tuko 86%. Kwa hivyo ni kusema wanafunzi wanaokosa cheti Zanzibar kila 100 ni wanafunzi 14 kwa hapa Pemba wanaokosa cheti. Mpaka takwimu za mitihani ya mwaka jana, Mwenyezi Mungu inshallah tunamuomba tujalie mara hii tufike 100%. Kwa upande wa kidato cha 6 tulikuwa na ufaulu wa 98 pale 2020, wakati serikali ya awamu ya 8 inaingia 98.8. Kitaifa kwa sasa tuko 99.9 kitaifa kwa upande wa form 6, lakini kwa Pemba tuko 100%. Na mpaka ufaulu wa mwaka jana form 6 mwaka jana Pemba form 6 ilikuwa hatuna division 4, ilikuwa ni 1, 2 na 3. Kwa hivyo ni mabadiliko. Kwa hivyo kwa upande wa wanafunzi wa Pemba hapa tunakwenda kwenye ubora, mpaka mwaka jana. Tuendelee kuiombea nchi yetu iwe na amani ili watoto wasome kwa utulivu. Hilo ni eneo la ufaulu. Mtaona kwa kiasi gani wanafunzi wetu wanaofanya vizuri, na nataka waandishi wa habari mkaandike habari kwenye eneo la habari za uchunguzi. Pemba mtagundua ndani ya awamu ya 8 wazazi wengi wanawatoa watoto wao au hawapeleki watoto wao katika skuli za private, skuli binafsi, hasa eneo la sekondari. Asilimia kubwa ya wazazi ndani ya Pemba mpaka Tanzania bara wanapendelea watoto wao wasome katika skuli za sekondari za serikali. Haya ni mabadiliko. Wengi mnajua Pemba tulitoka wapi. Baadhi ya wazazi walikuwa wanatoa watoto Pemba kwenda kutafuta elimu ya sekondari bara, lakini kwa sasa wanatoka bara wanakuja Pemba. Ukiona vyaelea na muundaji tunamjua ni Dr. Hussein, na nina hakika wanahabari taarifa hizi mtazitafsiri vizuri ili vijana, akina mama na wazee wa kisiwa cha Pemba waelewe jitihada ya Mheshimiwa Rais. Haya yote kama nilivyosema si utendaji wa matakwa ya afisa mdhamini wala katibu mkuu, ni ilani ya Chama cha Mapinduzi aliyoinadi kwa Wazanzibari,
lakini maelekezo yake katika kuangalia kipi kizuri kwa wananchi wa Zanzibar. Kwa hivyo hiyo ndio hali, huo ndio utendaji wa awamu ya 8.